Mwanadamu anapokuwa ametawaliwa na negative energy, vipo baadhi ya vitu kama mikosi, bahati mbaya zisizoisha, pamoja na umaskini huanza kumuandama katika maisha yake, kwani mwanadamu anapokuwa na positive energy, vyote hivi haviwezi kutokea katika maisha yake. Na zipo nyakati ambazo hata katika makazi ambayo tunaishi kuna uwezekano negative energy zikawa zimetawala, na unaweza kuona ishara kama kuwepo kwa huzuni za mara kwa mara, migogoro ya kifamilia katika makazi yako, pamoja na vitu vya ajabu vibaya vile ambavyo haukutegemea vitokee vinakuwa vinatokea mara kwa mara kwenye nyumba yako. Na mara nyingi nyumbani kwako kunakuwa ni sehemu ambayo moyo wako haufurahi kuwepo, ni kwa sababu kumetawaliwa na negative energy. Pamoja na kuwa vyote hivyo vinaweza kuja katika makazi yetu ama kututawala katika miili yetu kwa namna mbalimbali, lakini ipo namna ambayo unaweza kuifanya na ukaweza kuondoa negative energy katika mwili wako au katika nyumba ambayo unaishi. Katika video hii nitakwenda kukuambia ni namna gani unavyoweza kutumia maji, chumvi ya mawe pamoja na mshumaa kuondoa negative energy ambayo imetawala nyumbani kwako ama katika mwili wako. Kama wewe ni mmoja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kabla sijakwenda kukuelekeza matumizi ya mshumaa, chumvi pamoja na maji, kwanza natamani nikuambie ni kwa namna gani unaweza kujua ikiwa umetawaliwa na negative energy katika maisha yako ama nguvu mbaya zitokazo katika ulimwengu wa giza. Jambo la kwanza ambalo litaanza kutokea katika maisha yako, kama wewe ni mfanyabiashara, utajikuta biashara zako zimeacha kwenda. Au wakati mwingine kama wewe ni mfanyakazi, utajikuta umeanza kuichukia kazi yako pasipokuwa na sababu za msingi. Jambo la pili, utajikuta umekuwa mtu wa majonzi na huzuni kila siku. Zipo nyakati ambazo unaweza kujikuta hakuna sababu za msingi ambazo zinapelekea ndani yako kuwe na huzuni, lakini unajikuta tu muda mwingi una huzuni na furaha inakuwa imeyeyuka, haipo tena katika maisha yako. Namba 3, utajikuta wewe ni mtu ambaye unaandamwa na mikosi kila itwapo leo. Maisha yetu huwa yanaanza kuonesha mabadiliko makubwa pindi tunapoanza kuandamwa na negative energy katika maisha yetu. Miongoni mwa mabadiliko ambayo huanza kujidhihirisha kwenye maisha yetu ni kuanza kuandamwa na mikosi ya mara kwa mara. Ukijitazama wewe wa zamani, inawezekana ulikuwa ni mtu mwenye bahati njema kila wakati, lakini sasa hivi mikosi haikuachi kila itwapo leo. Namba 4, unajikuta wewe ni mwanadamu unayepoteza kuliko kupata kwenye maisha yako. Namba 5, unajikuta unaanza kuchukiwa na watu pasipokuwa na sababu za msingi. Namba 6, unajikuta unaanza kuandamwa na umaskini ambao hauelewi chanzo chake ni nini, kwani sote tunajua mwanadamu asipojituma basi atakuwa maskini. Lakini kwa upande wako unajituma na unafanya kila kitu ambacho binadamu wengine waliofanikiwa wanafanya, lakini bado njia za mafanikio zinazidi kujifunga kwenye maisha yako, na kadri siku zinavyozidi kwenda maisha yako yanazidi kuwa magumu kuliko jana. Endapo utaona ishara zote hizi katika maisha yako, ujue kuna uwezekano mkubwa umetawaliwa na negative energy katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kuchukua hatua, na hivi ndivyo unavyoweza kutumia mshumaa, chumvi ya mawe na maji, na kila kitu kikawa sawa katika maisha yako, kwani utakapoweza kufuata maelekezo ambayo ninakwambia, negative energy ambazo ni nguvu mbaya zitaondoka kwenye maisha yako, na ujio wa positive energy ambazo ni nguvu nzuri zitokazo katika ulimwengu wa nuru zitakwenda kubadilisha kila kitu katika maisha yako. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya, tafuta chumvi ya mawe.
Chumvi ya mawe ni chumvi ambayo ipo katika maumbo ya mabonge. Inapatikana katika maeneo mbalimbali kwenye masoko yetu ya kawaida, ama kuna yale masoko ambayo huwa yanauza vitu vya asili. Kumbuka, kama utatumia chumvi za viwandani, yani chumvi ambazo zipo katika mfumo wa unga, unaweza usipate matokeo mazuri. Ninasisitiza chumvi ya mawe kwa sababu chumvi ya mawe ina asili ya ulimwengu ya moja kwa moja, na ndani yake ipo nguvu ya Mwenyezi Mungu ambayo unaweza kuitumia kufanya chochote ambacho unakihitaji katika maisha yako. Na siku zote nguvu za giza, uchawi, ushirikina ama negative energy haviwezi kukaa katika eneo lenye uwepo wa chumvi ya mawe. Ni kwa namna gani unavyoweza kuitumia chumvi ya mawe kuiondoa negative energy katika mwili wako? Fanya hivi: tafuta chumvi ya mawe, kisha iweke katika maji ambayo unahitaji kuyaogea. Unaweza ukaweka kwa kiasi chochote ambacho unahitaji. Unaweza ukapima wingi wa kiganja chako cha mkono na kisha ukaitia katika maji ambayo unakwenda kuyaoga. Inaweza ikawa katika ndoo, katika beseni au katika chombo chochote ambacho huwa unakitumia kuoga. Na pindi utakapoiweka chumvi hiyo katika maji hayo, nuia maneno haya ambayo nakuelekeza: Ewe Mwenyezi Mungu, ninakuomba kupitia maji haya ambayo nimeiweka chumvi ya mawe ndani yake, ninakwenda kuondoa kila aina ya nguvu mbaya ambayo ipo ndani yangu. Kama ambavyo maji yanavyoweza kusafisha uchafu katika mwili wangu, ndivyo ninataka mchanganyiko huu wa maji na chumvi ukaondoe nguvu mbaya ikiwa zimeingia ndani yangu na kutawala katika maisha yangu. Mikosi, laana na kila kifungo ambacho kipo ndani yangu ninakwenda kujiondoa kupitia mchanganyiko huu wa maji na chumvi. Ewe Mwenyezi Mungu, ninakusihi ukayabadilishe maji haya na chumvi, na ndani yake ikawemo nguvu yako. Kama wewe ni mwanadamu mwenye imani ya Kikristo, unaweza kumaliza kwa kusema ninaomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amin, kwa sababu Wakristo wamepewa idhini ya kufanya maombi yao kwa kutumia jina la Yesu. Kama wewe ni mwanadamu wa imani nyingine, pia unaweza ukauombea mchanganyiko huo kwa imani yako. Utakapoweza kufanya hivyo, hakikisha unayaoga maji hayo. Baada ya kufanya hivyo, kama mwili wako ulikuwa unatawaliwa na negative energy, na negative energy zitakapotoweka, utahisi mwili wako umekuwa mwepesi, na kuanzia hapo yapo mabadiliko ambayo utaanza kuyaona katika maisha yako. Lakini je, ikiwa nyumba yako pia imetawaliwa na negative energy, unaweza kutumia mchanganyiko huo wa maji na chumvi ya mawe kuiondoa? Jawabu ni ndio. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni hivi: chukua mchanganyiko huo wa chumvi ya mawe pamoja na maji ambayo umekwisha kunenea maneno ambayo nimekueleza. Tofauti yake ni kuwa hautatamka katika mwili wangu, bali utatamka katika nyumba yangu. Yani ikiwa kuna negative energy, kuna laana, kuna mikosi ambayo imetawala katika nyumba yangu, kupitia mchanganyiko huu wa chumvi ya mawe na maji, ninakwenda kuondoa nguvu zote mbaya ambazo zipo katika makazi yangu. Na utakapomaliza kufanya ibada hiyo ya manuio, chukua mchanganyiko huo wa chumvi ya mawe na maji safi, safishia katika makazi yako. Kuanzia hapo utaona nyumba yako inakuwa na usafi wa kiroho na hakuna nguvu mbaya ambayo itaendelea kubaki katika makazi yako. Utakuwa ni ukaribisho wa nguvu nzuri, yani positive energy. Hata kama ni sehemu yako ya biashara, kwani wakati mwingine inawezekana ukawa haupati wateja katika sehemu yako ya biashara, na hata moyo wako haufurahii kuwepo sehemu yako ya biashara kwa sababu kumetawaliwa na negative energy. Tumia maji hayo kusafishia pia katika sehemu hiyo. Amini usiamini, utakapoona wateja wameanza kuja kama ilivyokuwa zamani, ujue negative energy ambazo zilikuwa zimetawala katika sehemu hiyo hazipo tena, bali sehemu hiyo imetawaliwa na positive energy. Jambo ambalo nakusihi unapofanya hayo yote moyoni mwako, fanya ukiwa na imani ya Mwenyezi Mungu. Utakapoweza kufanya hivyo katika moyo wako ukiwa na imani ya kweli ya Mwenyezi Mungu, amini usiamini,
Chochote ambacho unatamani kitokee, kitatokea. Ni kama Nabii Elisha alivyoweza kuondoa laana katika maji ambayo yalikuwa yanazama pooza. Aliiombea chumvi ya mawe, kisha akaitupia katika kisima ambacho kilikuwa kina maji yaliyokuwa yanazama pooza, na kuanzia hapo maji yaliondokwa na laana, yakawa maji safi ambayo yalianza kutumiwa na watu kwa mara nyingine. Kama alivyoomba kwa imani, ndivyo na wewe unavyotakiwa kuomba kwa imani, kwani kuna nguvu ya kweli katika mchanganyiko wa maji na chumvi. Namna ya pili ni kutumia mshumaa kuiondoa negative energy katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kujiuliza kwanza kabla ya kwenda kufanya zoezi hili, unadhani ni kwa nini maeneo mengi ya ibada huwa inawashwa mishumaa hata ukiwa ni wakati wa mchana? Ni kweli, wakati mwingine mshumaa unaweza kutumika kuondoa giza, kwani sehemu ambazo hawana umeme huitumia mishumaa katika kuondoa giza na kuleta nuru katika makazi yao. Jambo hilo pia humaanishwa katika ulimwengu wa kiroho, kwani mshumaa unamaanisha nuru katika ulimwengu wa kiroho, na ndio maana hata watu wanapofariki dunia, ishara mojawapo ambayo watu huitumia kuonesha wanawatakia mapumziko mema na nuru ya milele huwa ni mishumaa. Jambo ambalo unatakiwa kulijua ni kwamba unapowasha mshumaa katika ulimwengu wa kimwili, jambo hilo pia linaashiria kuondoa giza katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana katika maeneo mbalimbali ya ibada mishumaa hutumika. Namna ya kutumia mshumaa ni kama ifuatavyo. Hakikisha umewasha mshumaa katika makazi yako na kuiweka katika pande 4 za chumba chako au katika maeneo mbalimbali ya nyumba yako. Baada ya hapo, fanya ibada ya kuondoa nguvu mbaya na kuita nguvu njema. Unaweza kutamka maneno yafuatayo yakawa kama affirmation ambazo zitakwenda kuyaondoa mabaya yote ambayo yameletwa na nguvu hasi katika nyumba yako na kukaribisha mazuri ambayo yatakwenda kuletwa na nguvu chanya kwenye makazi yako. Huku ukiwa umewasha mshumaa, tamka maneno yafuatayo: kupitia mishumaa ambayo nimeiwasha katika makazi yangu, kama ambavyo giza limeondoka katika makazi yangu, basi katika ulimwengu wa kiroho ninaondoa negative energy ambayo imetawala katika makazi yangu na ninaikaribisha nguvu ya nuru ambayo ni positive energy ije na kutawala katika makazi yangu. Ninakuomba Mwenyezi Mungu ambaye ulitenganisha nuru na giza. Giza lina wakati wake na nuru ina wakati wake. Maisha yangu yametawaliwa na giza hata katika nyakati ambazo nilitakiwa kuwa na nuru kwenye maisha yangu. Ninaiondoa giza ambayo imetawala katika maisha yangu na ninakaribisha nuru katika maisha yangu, kama ambavyo giza kilivyoondoka baada ya kuwasha mshumaa huu. Ninatamani au ninataka nuru itawale kama ambavyo nuru imetawala baada ya kuwasha mshumaa huu. Ninaomba hayo kupitia jina la Yesu, amini. Tamka hivyo ikiwa wewe ni Mkristo, lakini ikiwa wewe ni mwanadamu wa imani nyingine, unaweza kutamka kwa kutumia imani yako. Utakapoweza kufanya hivyo kwa imani, amini usiamini, negative energy itatoweka ndani yako, kwani mshumaa unaashiria nuru, na baada ya hapo positive energy itatawala katika maisha yako. Utajuaje kama negative energy imeondoka katika makazi yako na makazi yako yametawaliwa na positive energy? Kwanza utahisi ni kama ndani yako umefunguliwa kutoka katika gereza ambalo ulikuwa umefungwa. Utahisi furaha katika moyo wako na utahisi kuna wepesi fulani ambao umetokea katika makazi yako, na wakati mwingine unaweza ukajikuta nafsi yako inaanza kuwa na furaha pindi unapokuwa katika makazi yako, tofauti na ilivyokuwa zamani. Utakapoona ishara hizo, ujue ndani ya makazi yako kumekuwa uwepo wa positive energy, na kuanzia hapo bahati njema zitaanza kutawala kwenye makazi yako. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.